Kwa sasa kama ulivyoniuliza, baada ya mchezo wa juzi dhidi ya Kagera Sugar na kupata matokeo, jana tulitoa mapumziko ya siku moja, wachezaji waweze kupumzika, lakini leo wamerejea kambini kwa ajili sasa ya maandalizi rasmi ya mchezo wetu unaofuata dhidi ya KMC. Hatuna nafasi yoyote ya kupoteza, hatuna muda wowote wa kucheza. Sasa hivi ni tuko straight sana, tumenyooka sana. Watoto wa mjini wanasema, kutokana na mwenendo wenyewe wa ligi the way ulivyo na matokeo ambayo tumekuwa tukiyapata, ni kama gari limewaka, na hii huwa inatokea kwenye timu yoyote. Kuna kipindi mnakuwa down, lakini mkiwa na mashabiki wanaojitambua ambao wanawatia moyo kwenye kipindi chochote, ndio hiki kinachokuja kutokea sasa hivi, ndio matokeo yake. Timu inakuja narudi kwenye nafasi yake na inafanya vizuri. Tumeshawahi kuwa mpaka nafasi ya 9, lakini tunavyozungumza sasa tuko nafasi ya 6 tukiwa na alama 34. Tunakwenda kucheza na KMC, tutakusanya alama nyingine 3, tutakwenda na alama 37, tutakwenda mpaka nafasi ya 5. Na hii ndio target yetu msimu huu toka tunaanza tujipambanua. Lengo ni kusalia kwenye ligi kuu, lakini kusalia kwenye nafasi nzuri, kwa sababu unaposalia kwenye nafasi nzuri, uzuri wa hii ligi ni kwamba zile 5 bora za juu au 6 bora au hata 7, kuna bonus fulani inatoka kwa mdhamini. Kwa hiyo kadri namba unavyokuwa unapanda ndivyo bonus inavyoongezeka. Kwa mpaka hapa tulipo nafasi ya 6, tunalo donge nono kutoka Azam tunalisubiri, lakini halitutoshi. Tunasema tunapanda mpaka nafasi ya 5, ikiwezekana ya 4, ili tuweze kupata mambo mazuri zaidi kutoka kwa wadhamini wetu wanaodhamini ligi msimu huu. Ukiwasikia wakuu wa mikoa, lakini pia viongozi mbalimbali wanazungumzia kuhusiana na vitega uchumi vya mikoa yao, hasa kwenye halmashauri, lakini pia wengi wamekuwa wanatamani vitega uchumi hivyo kama viwanja viweze kujengwa kama ambavyo KMC wamefanya kwa pale Kinondoni. Tumewahi kusikia Dodoma Jiji kama wamepewa uwanja na halmashauri kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Ni kweli? Lakini pia kama ni kweli, eneo hilo mnaanza kuliendeleza lini? Ukisema kwamba tumepewa uwanja na halmashauri, maana yake unaitenga Dodoma Jiji na halmashauri. Dodoma Jiji ndio halmashauri, halmashauri ni wananchi. Kwa hiyo eneo ni kweli limetengwa, sio tumepewa. Halmashauri imetenga eneo. Mara ya kwanza tulitenga eneo kubwa sana, maeneo ya Maungu, lakini tukaja kugundua kwamba itakuwa ni mbali. Baada nadhani ya kuona pia KMC wameweka uwanja wao katikati ya mji, inakuwa ni rahisi kwa mashabiki kuja kwa wingi. Tukaona Maungu ni mbali kidogo, tutawatesa mashabiki wetu ambao wanatoka katikati ya mji, ambao wengi wanapatikana maeneo haya katikati ya mji. Kwa hiyo lipo eneo tumelipata, lipo katikati ya mji, na tayari tenda imekwisha tangazwa. Wapo ambao tayari wamekwisha jitokeza na mchakato ulikwisha anza kama miezi 2 hivi imepita. Kwa hiyo muda si mrefu tutatoa statement rasmi ya lini mkandarasi anaingia site kwa ajili ya kujenga uwanja mzuri wa kisasa wenye hadhi ya kimakao makuu. Huku ndo kule ambako panatajwa kwamba mtakuwa majirani wa Fountain Gate? Hapana. Hiyo eneo liko mjini kidogo, liko mjini zaidi. Sawa. Moze, tumesikia mengi kuhusiana na timu yenu, hasa kwenye timu yenu ya vijana. Ni kweli mmeachana na benchi lenu la ufundi ambalo limekuwa linaongozwa na Omari Omaro? Hapana, hatujaachana na benchi letu la ufundi. Mpira una mambo mengi sana. Ingekuwa tumeachana, unajua sisi kila taarifa ambayo ni official utaiona statement yake tumeitoa kama press release kwenye platform zetu ambazo ziko very serious. Lakini kama hujaona hicho kitu, maana yake ni kitu ambacho sio cha kweli na hatuwezi kukizungumzia kwa sasa. Lakini kiukweli ni kwamba kipo kipindi ambacho head coach pamoja na subordinates wake walipumzika kidogo kutokana na baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yanaendelea, lakini kwa sasa tunavyozungumza kila kitu kiko sawa na mtaanza kuwaona. Lakini sio kweli kwamba tumefukuza benchi la ufundi au tumevunja. Huwezi kufukuza benchi la ufundi ambalo linafanya vizuri kama vile unavyoona linafanya. Yaani kuna kipindi mpaka tulitamani timu ya under 20 icheze baadhi ya mechi za ligi kuu. Kile kipindi ambacho tulikuwa tunasuasua. Kwa hiyo unaweza ukaona ni picha kiasi gani ambavyo huwezi kupoteza kitu ambacho kinakupa matokeo mazuri. Kwa hiyo niseme tu kwamba of course ups and down kwenye club zipo.
mikwaruzano ipo ya hapa na pale, lakini hatujafikia hatua ya kuweza kuachana na benchi letu la ufundi. Vipi kuhusiana na meneja, kocha msaidizi Chido, na wao tunasikia pia wao hawajarejea, japokuwa tunaambiwa kwamba Omaro tetesi zipo kwamba amerejea, wale hawajarejea, labda wao watarudi lini? Naomba tu niseme kwamba tuna michezo ya ligi kuu ya under 20. Nadhani tupeane muda mpaka mchezo unaofuata. Tusipowaona tuje tuzungumze. Lakini kama nilivyosema awali kwamba kila kitu kiko sawa, kila kitu kiko intact. Mtaliona benchi la ufundi ambalo mmekuwa naamini mkilipenda sana kwa sababu limekuwa likitupatia furaha na shamra most of the time. Kwa hiyo ni watoe hofu mashabiki kwamba benchi letu la ufundi bado lipo ngangari na mtaendelea kuliona. Sawa, turudi kwenye uwanja. Labda utakuwa na capacity ya kubeba watu wangapi? Kama nilivyosema kwamba bado tupo kwenye hatua ya kandarasi. Kila mkandarasi anakuja na options zake, anakuja na categories zake mbalimbali. Kwa hiyo niseme tu kwamba official statement itatolewa, tutaweza kujua, lakini ni uwanja mkubwa. Achana kabisa na ule uwanja wa KMC. Ni uwanja mkubwa. Achana na uwanja wa KMC. Kale kadogo. Kale ka uwanja. Kwanza eneo lake pia ni dogo. Kwa hiyo tunampa muda mfupi sana ndugu yangu Chukuchuku wa kutamba. Sijui umeelewa, muda mfupi sana wa kutamba, lakini muda mfupi ujao tutakwenda kutangaza kila kitu, na kwa sababu ni uwanja wa wananchi si hatutaficha mpaka siku mje tunazindua, tutasema kila kitu bwana unafikia hapa. Ndio vitu vya serikali vilivyo. Si unaona uwanja unaojengwa Arusha, unaojengwa hapa Dodoma, yani kila kitu kipo tunatoa pia nafasi kwa waandishi wa habari kuweza kujua kila hatua ya ujenzi wa uwanja wetu. Lakini utakuwa ni uwanja mkubwa sana. Mkubwa, hizi hazina uwanja bwana, hazina viwanja. Sasa hizi ni changamoto zao wao, na mimi nikiri tu kwamba sisi vilabu vya average ya kawaida tumekuwa na nikubali yako maeneo tumekuwa tukiiga vitu vingi vizuri kutoka kwenye hizi timu, lakini kwenye issue ya uwanja wamekuwa wakituangusha sana. Yani unaangalia timu ambazo zimetangulia Simba na Yanga mpaka leo hawana uwanja, wanagombania uwanja ambao ni wa kwetu wote. Wao wameufanya kama wa kwao. Uwanja wa Mkapa. Yes, yani ule uwanja ni wa kwetu wote. Sasa Dodoma Jiji tukiamua leo tunasema tunataka kwenda kutumia ule uwanja, tunayo haki. Umeshanielewa vizuri. Kwa hiyo wanatu disappoint. Niwe tu mkweli. Miongoni mwa sifa za vilabu vikubwa ni kumiliki viwanja vyao, na sio viwanja vya mazoezi, kumiliki viwanja vikubwa vya kuchezea mechi kubwa. Tunatamani siku unasema Yanga yupo kimataifa, Simba yupo kimataifa, timu pinzani wanapokuja nchini wanakwenda kuchezea kwenye uwanja halisi wa Simba, uwanja halisi wa Yanga. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba nadhani ipo haja sasa ya hizi timu kuamka. Wamekuwa wakitupiga gap kwenye vitu vingi sana, lakini sisi pia tumekuwa tuna maeneo tunawapiga gap. Kwa mfano kwenye maeneo ya uwanja na vitu vingine. Kwa hiyo hili eneo wanatakiwa walirekebishe. Hatuwezi kukataa, wao ni role model wa timu nyingi sana kwenye maeneo mengi mazuri ambayo wanayafanya, lakini kwenye eneo la uwanja bado hawajatuonyesha mfano. Sasa sisi tumeamua kuamka tu wenyewe kwa sababu tumeona Azam anamiliki ground, tumeona KMC anamiliki ground, Singida majirani zetu na wenyewe pia wanamiliki uwanja. Sasa ni wakati na sisi wa kuweza kumiliki uwanja wetu, lakini sisi kumiliki uwanja, role model wetu sio Simba wala Yanga.